فاضل بين الأزمان وجعل سيد الشهور رمضان ووفق لاغتنامه أهل الطاعة والإيمان. أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوئ أعمالنا وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وداوموا على طاعته، وإياكم والفتور، فإن الله يحب العمل الدائم ولو كان قليلا. وقد أثنى الله على القانتين في غير موضع من كتابه، والقنوت هو دوام الطاعة. Namsifu Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amefadhilisha baina ya nyakati na akafadhilisha baina ya zama, akajalia Allah subhanahu wa ta'ala mwezi wa Ramadhani kuwa ni bwana wa miezi, na akatuwafikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale wenye kumtii, akatuwafikisha kunako imani ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Namsifu Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala nikimuomba msamaha kwa yale ambayo tunayakosea katika matendo yetu, tukitubia kwake Allah subhanahu wa ta'ala, tukishahidilia ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hana mshirika, tukishahidilia ya kwamba Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Rehma na amani za Allah zimwendee Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ahli zake na masahaba wake na wale ambao wataufuata mwenendo wa mtume mpaka siku ya malipo. Allah subhanahu wa ta'ala, tukuomba utujalie nasi kuwa miongoni mwa hao. Imma baada ya hayo, na kuhusieni waja wa Allah, nikihusiana nafsi yangu, na huu ndio usia ambao wamepewa wale waliotutangulia. Walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, tuliwahusia wale tuliowapa kitabu kabla yenu, na nyinyi pia tunakuhusieni umma wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama an ittaqullah, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, mukopeni na mumche Allah subhanahu wa ta'ala, na mdumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tahadharini waislamu na kutokujali, tahadharini na kuchoka, tahadharini na kuvunjika nguvu. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anayapenda matendo mema ambayo ni yenye kudumu, ni yenye kuendelea, walau kana qalila, japo yawe ni machache, japo yawe ni madogo. Allah anayapenda matendo ambayo utayafanya yakawa ni matendo ya kuendelea. Waqad athna Allahu ala alqanitina fi ghairi mawdi'in min kitabihi, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu wacha Mungu katika kitabu chake, amewasifu wacha Mungu katika kitabu chake kuna nafasi zaidi ya moja, na anaonesha ya kwamba tudumu na dua. Waislamu, tudumu na dua ndiyo itakayotusaidia kuendelea kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almuslimun, ndugu zangu waislamu, inna Allah azza wa jalla la yuqbalu min al'amali illa ma kana khalisan liwajhihi wa muwafiqan lihadi nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Eleweni waislamu ya kwamba Mwenyezi Mungu hapokei matendo utakayoyatenda ikiwa kwamba hautoyatenda kwa kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kutafuta malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila utakalolifanya Muislamu lifanye kwa kutafuta kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Usifanyi mambo Muislamu kwa kutafuta sifa kwa watu, usifanyi mambo Muislamu kwa kutafuta uweze kusifiwa na kusemwa vizuri kwa watu. Yafanye matendo yako na mambo yako khalisan liwajhillah, kwa kutegemea kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wa muwafiqan lihadi nabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na uyatende mambo yako ukiwa umefuatisha mwenendo na maelekezo na mafunzo ambayo ametuletea mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Yoyote ambaye anatarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote ambaye anategemea, faman kana yarju liqa'a rabbih, yoyote anayetegemea kukutana na Allah, anayetarajia kukutana na Allah, falyamal 'amalan salihan, ajitahidi ayafanye matendo mema. Hakuna anachotafuta zaidi ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada, wala siwi ni mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa chochote. Wasawaun fi hadha as-sawm wa ghayruhu min al-ibadati, iwe ni katika saumu au iwe ni katika ibada nyingine. Khutba yetu ya leo, mukhalafatun mutakarriratun fi shahri Ramadhan, mapungufu ambayo yanapenda kujirejea kwa Waislamu ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mapungufu, kasoro ambazo zinapenda kujirudilia sana katika saumu ya Waislamu, kasoro ambazo Waislamu wameshindwa kuziacha, tabia ambazo Waislamu wameshindwa kuziacha, na ni tabia mbaya, tabia zisizofaa, tabia zisizopendeza zimewashinda Waislamu kuziacha katika mwezi wa Ramadhani. Mukhalafatun mutakarriratun fi shahri Ramadhan, mapungufu ambayo yanajirudia sana katika Ramadhani, yanarejea sana katika Ramadhani. Hiyo ndiyo hutuba yetu ya leo. Wa inna ibadata as-sawmi ka ghairiha taqa'u fiha mukhalafatun, eleweni ya kwamba Waislamu, kama jinsi kwenye sala kuna mapungufu, kama jinsi kwenye ibada yoyote kuna mapungufu, kadhalika na kwenye saumu kuna mapungufu ambayo yanapatikana ndani yake, ambayo tunayatenda sisi bisababil jahali, kwa sababu ya ujinga wetu, wa taqlidil a'ma, na kufuata kwetu kwa upofu. Mtu unafata tu bila elimu wala ujuzi, wala hauelewi ya kwamba unayoyafanya hayafai. Wa ghaflatin nasi an hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, na watu kusahau mwenendo na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Ibadallah, wa hadha qad yuaddi bil mukhalifi ila khasarati amalihi salih, na haya yote ukiyatenda, mapungufu utakayoyatenda kwenye saumu yako, kasoro utakazozitenda kwenye saumu yako, ndizo zitakazopelekea kupata hasara katika ibada yako nzuri uliyoifanya, katika saumu yako nzuri uliyoitekeleza. Fa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, hadithi ambayo tunaichukua kutoka kwa Abi Hurairah, Allah subhanahu wa ta'ala amridhie, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju', inawezekana mwenye kusaumu asipati malipo yoyote kwenye saumu yake isipokuwa njaa. Inawezekana mwenye kusaumu asipati ujira wowote kwenye saumu yake isipokuwa njaa. Wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahar, na inawezekana mwenye kukesha usiku, amesimama matarawe, amesali visimamo na visimamo, asipati malipo yoyote isipokuwa uchovu na kupoteza muda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unafikiriaje Muislamu siku ambayo utaambiwa wewe ulishinda na saumu, lakini mbele yangu mimi Allah hauna malipo yoyote isipokuwa njaa na kiu cha bure? Na wewe ulisali tarawe, ukakesha visimamo na visimamo, Allah akakwambia siku ya kiyama yote yameambukia zero, hauna thawabu hata moja. Muislamu, tupunguze kasoro kwenye saumu zetu, tupunguze mapungufu kwenye saumu zetu, tupunguze tabia zisizofaa kwenye saumu zetu, tupunguze mazoea. Waislamu, tupunguze mazoea kwenye saumu zetu. Tumezoea tu tushinde na njaa, saa 12 tule, tusali tarawih, usiku tule daku, tushinde na njaa. Mazoea tuache Waislamu, saumu ni ibada, na Allah kikurejeleshea mwezi mwaka ungine na mwaka ungine, amekuweka katika wale anaowapenda, ambao anataka watubie kwake kabla hawajafikiwa na umauti. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, ni hadithi ambayo rawahu Ibn Majah wa sahahahu al-Albani, hadithi ambayo imepokea Ibn Majah na akaisahihisha
Sheikh Albani. Wa fi hadhihi alkhutba, na katika khutba yetu ya leo, tambihatun ala ba'dhi akhta'i saimina walqaimin. Leo tunataka tuwazindue waislamu kwenye khutba ya leo, wale wenye kuswaumu na wale wenye kusimama kwenye matarawehe wanaswali na visimamo wanaswali. Tunawazindua leo ala ba'dhi akhta', kwenye baadhi ya makosa wanayoyafanya, baadhi ya makosa ambayo mnayafanya enyi wenye kuswaumu, baadhi ya makosa ambayo mnayafanya enyi wenye kuswali tarawehe. Sikieni, tukuzindueni leo kabla Ramadhani haijaisha. Myakosoe waislamu, myasahihishe waislamu, muone kwamba angalau siku zilizobaki Allah atazipokea kwa vizuri, bila kukuandikieni njaa na kiu vya bure, bila kukuandikieni mchoko usiofaa. Ibadallah, arju Allah azza wa jalla an takuna tadhkiran li wa li ikhwani. Nategemea ya kwamba hutuba hii itakuwa ni ukumbusho kwangu na kwenu nyinyi ndugu zangu. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wadhakkir, kumbusha, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, hakika ukumbusho utawafaa waaminifu. Ibadallah, famin a'dhamil mukhalafat alfitru bighairi udhrin, katika mapungufu ambayo tunayataja leo, la kwanza waislamu, la kwanza ambalo tunalitaja leo katika mapungufu na kasoro tunazoziweka kwenye saumu zetu, alfitru bighairi udhrin, kula mchana bila dharura, kula mchana bila udhuru. Wewe ni muislamu gani ambaye hauna maradhi, haupo safarini, hauna dharura yoyote ya kula mchana, lakini wallahi unadiriki kula mchana bila uoga? Mwezi wa Ramadhani hata mama ntilia anaacha kupika, hata mgahawa unafunga, hata restaurant inasimama. Wewe ni muislamu gani ambaye una ujasiri na roho ngumu ya kula mchana? Wewe ni muislamu wa aina gani ambaye hauna hata uoga? Watu wote wanashinda na njaa, watu wote hawali, wewe unakula bila tatizo lolote. Bora ukimbie mji, bora ukimbie mtaa, bora uhame quartier, uende ukatafute sehemu ambayo utakula. Una nafasi zako, una kona zako, una machimbo yako ambapo utakwenda wanakuandalia chakula, nafsi yako haina hofu, unakula bila tatizo. Alfitru bighairi udhrin, kula mchana bila udhuru. Waislamu, ili janga lipo leo. Waislamu wengi hawafungi Ramadhani, waislamu wote hawana dharura, wanakula mchana bila tatizo. Isikilize hii hadithi Muislamu. Qala Abu Umamata al-Bahili radhiyallahu anhu, anasema Abu Umamata, Allah mridhie, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, anasema nimemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akisema, baina ana naimun idha atani rajulani فأخذ بضبعي فأتايا بي جبلا وعرا فقال لي اسعد حتى إذا كنت في سواء الجبل. walikuja watu wawili, Mtume anasema nilikuwa nimelala, anatuhadithia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nimelala, wakanijia watu wawili, wakanishika kwenye mwili wangu, kwenye nguo zangu, wakanipandisha mpaka kwenye mlima mrefu, wakaniweka mpaka juu ya mlima, wakanambia Isaad, endelea panda huyu mlima, hata idha kuntu fi sawa'il jabali, nilipofika juu ya mlima, fa idha ana bi sautin shadidin, nikaanza kusikia sauti nyingi kali za watu wanapiga fujo, wanapiga kelele. Fakultu, nikasema mimi, ma hadhihi al-aswat, hizi sauti ni sauti za nini? Qala, wakanambia wale watu wawili ambao wamenichukua katika ndoto wakanipandisha, wakanambia hadha wa ahli an-nar, ayo ni makelele ya watu wa motoni, hizo ni fujo za watu wa motoni. Thumma mtulika bi, wakanichukua tena wakanipeleka, fa idha ana biqaumin mualliqina biaraqibihim, wakanichukua wakanipeleka, nikafika mpaka kwa watu ambao wameninginizwa kwenye mashingo yao, mushaqqaqatin ashdaquhum tasilu ashdaquhum damma, faqultu man haulai, wamekaa hawa watu wakiwa wanatoka damu kwenye miili yao na kwenye ndimi zao na kwenye makoromeo yao. Nikauliza, faqultu man haulai, hawa ni watu gani? Faqila,
wakanijibu wale watu wawili wakanambia, haula alladhina yuftiruna qabla tahillati sawmihim, hawa ndio wale watu ambao walikuwa wanafuturu kabla muda wa kufuturu haujafika, kabla adhana ya magharibi haijatoka. Na hao ni watu gani? Ni wale watu ambao wanakula mchana kwa kuwasema watu, kwa kuwateta watu, kwa usutwa na umbea, kwa kuchonganisha watu. Mtu yuko na saumu lakini mwongo, mchonganishi. Mtu yuko na saumu mzushi, mtu yuko na saumu mchochezi wa uongo, mchochezi wa fitna. Mtu yuko na saumu lakini roho yake mbaya, ina husda, roho chafu. Uko na saumu gani Muislamu? Umefunga nini? Uko na roho mbaya, umefunga nini? Uko nakaa unasema uongo, unachonganisha watu, unawazushia watu. Eti umesaumu kula chakula na kunywa maji. Eti umesaumu kutokulala na mwanamke wala kukutana naye, lakini ulimi wako ni mchafu. Umesaumu ulimi wako unasema mabaya. Umesaumu nini Muislamu? Nikaonyeshwa hawa watu na nikajibiwa, hawa ndio wale ambao walikuwa yuftiruna, wanakula mchana, wanafuturu kabla tahillati saumihim, kabla saumu zao zijamalizika, kabla magharibi haijafika, kabla adhana haijatoka. Rawahu Ibn Khuzaima. Itazame hadithi, amepokea Ibn Khuzaima, akaipokea Ibn Hibban katika sahihi zao mbili. Katizame katika sahihi ya Ibn Khuzaima, utazame na katika sahihi ya Ibn Hibban, na utazame Sheikh Albani hii hadithi ameisahihisha. Wa min mukhalafati, katika mapungufu ya pili Waislamu ambayo tunayaweka kwenye saumu zetu, al-iktharu minas sahari, kukesha sana. Tunakesha sana Waislamu. Mwezi wa Ramadhani tunakesha, hata swara al-lailu nahara wan naharu laila, mpaka tunageuza usiku tunaufanya mchana, mchana tunaufanya usiku, usiku hatulali, mchana ndo tunalala. Tunakesha sana Waislamu. Mchana tunashinda mausingizi. Mtu amelala tu, atamka saa 5, akimaliza na sali arudi kulala, amke alasiri labda imempita, alale mpaka magharibi, amke. Manake mchana tumeufanya ni wa kulala tu, alafu usiku ndo wa kukesha. Tumegeuza mchana kuwa usiku na usiku kuwa mchana. Ibadallah, yatarattabu ala dhalika tadyi'u alwajibati, na haya yanatupelekea kupoteza mambo ya wajibu. Wa a'dhamuha as-salah, na katika mambo ya wajibu makubwa, la kwanza likubwa katika mambo ya wajibu as-salah, ni sala. Waislamu, fala yusalliha fi waqtiha, inakuwa mtu sala haisali kwa wakati wake, au yusalliha fil baiti, au sala anaisalia nyumbani, duna almasjid, haendi msikitini, amelala sana, anasalia nyumbani. Usiku wote anakesha macho, mchana wote analala usingizi, mpaka inafikia sala anazisalia nyumbani. Wa hadha haramun wa ithmun, na hili ni jambo la haramu. Kama hauna dharura yoyote ya kukufanya usalie nyumbani, ni dhambi kubwa na ni haramu. Bal inna tarka salati hatta yakhruja waqtaha bighairi udhrin kufrun akbar inda baadhi ulama. Wamefikia kusema baadhi ya wanachuoni, mtu kufanya sala ukaichelewesha bila udhuru wowote mpaka ile sala ikatoka kwenye wakati wake, wewe unaandikiwa kufrun akbar, umefanya ukafiri mkubwa sana. Ukafiri mkubwa sana. Leo watu wangapi wasali tarawih kwa sababu muda wa tarawih umegongana na muda wa mechi, vimegongana machi na tarawih. Muislamu ameshinda na saumu mchana, anafadhilisha mpira kuliko kwenda kusali tarawih. Tarawih na mpira vimegongana muda, hayupo Muislamu. Wallahi ni ajabu, watu wako msikitini, samia Allahu liman hamida, wengine wako mpirani, gol, wanapiga fujo. Enyi Waislamu, ibadallah, baadhi ya wanachuoni wamesema ukipoteza sala bila dharura, muda ukapita, wewe unaandikiwa ukafiri mkubwa sana. Idha kanat la tujma'u ila ma ba'daha fa ayu siyamin 'inda hadha ash-shakhs wa amthali. Saumu gani unasaumu wewe Muislamu? Saumu ya kuchelewesha sala, saumu ya kulala usiku unakesha, saumu ya kushinda unalala mchana, saumu ya kukaa unasema uongo na uchonganishi kwa watu, saumu yenye mapungufu na kasoro nyingi sana. Fa ayi saumin hadha, hiyo ni saumu gani Muislamu? Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, wa minan nas, na katika watu, man yudhi'u wadhifatahu bisababi sahrihi fala yudawimu au ya'ti mutaakhiran, wa minhum man yudhi'u wajiba alqiyam
بمصالح الأهل من الزوجة والأولاد والوالدين وهذا أمر لا يجوز. Hilo jambo halijuzu. Baadhi ya watu leo wanapoteza kazi, wanachelewesha kazi, wanachelewesha maisha yao, business zinachelewa kwa sababu ya kukesha usiku wanakaa macho, ikifikia muda wa kwenda kazini anakula daku kisha analala. Unamtafuta yuko wapi maskini? Ofisi bado inafungwa, ukimtafuta duka bado limefungwa, hayupo, amelala zake. Au anafika mutaakhira, anafika kazini amechelewa. Sababu nini? Amekesha usiku bila kulala, hawezi kuwahi kazini. Tunabadilisha mfumo wa maisha wa Uislamu. Kwa nini? Eti kisa Ramadhani. Kisa Ramadhani. Yote nini? Tunataka Ramadhani tupakie vyakula, matumbo yajae, tushibe sana, tulale sana, kusali kidogo, kusoma Qur'ani kidogo. Mambo yote ya kheri tunayafanya madogo, lakini yengine yote ambayo hayana umuhimu mkubwa ndo tunazidisha. Mpaka baadhi ya wengine wanapoteza wajibu wa kuwafanyia mazuri familia. Mtu nakutana anapoteza muda wa kukaa na familia, mke wake, watoto wake, hana muda. Yani kulala, akeshe usiku, aamke, aende kwenye shughuli zake, amechelewa, arudi, ale, hana muda wa kukaa na familia. Wangapi mmeshakaa na familia, mkachangia nao iftari, mkafurahi nao, mkaamka pamoja kwenye daku, mkaswali pamoja usiku nyumbani? Haya wangapi miongoni mwenu mmeyafanya? Wengine wanafikia mpaka kupoteza haki za mke. Ramadhani imefika, mke labda anakusubiria, wewe umekesha kwenye simu, umekesha labda kwenye TV, labda mke yuko ndani kajipamba kwa ajili yako wewe, lakini hauna muda. Wallahi uko kwenye simu una chati, WhatsApp wanasemaje, Facebook wanasemaje, Instagram wanasemaje, Twitter wanasemaje, sijui nani, TikTok wanasemaje. Wewe hauna muda, unaingia kulala, pengine mke amekusubiria mpaka usingizi umempeleka, na mapambo yake yote na mipodo yake yote analala nayo. Enyi Waislamu, badilikeni. Wa hadha amrun la yajuzu, na hilo ni jambo ambalo halijuzu. Ibadallah, wa min al-akhta'i anna ba'dha an-nasi idha jaa Ramadhan, katika baadhi ya makosa tunayoyafanya, baadhi ya watu Ramadhani ikija tabu, wanatubia, wasallu na wanaswali, waswamu na wanaswaumu. Ramadhani imekuja, Allah nisamee, toba jamani, anatubia, anasali, anaswaumu. Fa idhan qadha adu ila tarki salati wa fi'li al-ma'asi. Ramadhani ikiondoka, sala bye bye, swaumu bye bye, mambo ya kheri, sadaka, Qur'ani kwa heri, tutaonana mwaka ujao. Baadhi ya makosa tunayafanya. Fahaulai bi'sal qaum, hao ni watu wabovu, wachafu sana, wabaya sana. Ibadallah, liannahum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, hao ni watu ambao hawamjui Allah isipokuwa katika Ramadhani. Alam ya'lamu anna rabba shuhuri wahidun, hivi hawaelewi ya kwamba Mola wa miezi yote ni umoja? Wa anna al-ma'asi haramun fi kulli waqtin, na maasi ni haramu zama zote, iwe ndani ya Ramadhani iwe nje ya Ramadhani, maasi ni haramu. Wa anna Allaha muttali'un alayhim fi kulli zamanin wa makan, na Allah na uwezo wa kuwafikia, na Allah na uwezo wa kuadhibu, na Allah na uwezo wa kuwashukua ndani ya Ramadhani, nje ya Ramadhani, mwezi wowote ule. Allah akiamua atakupiga fimbo na utapigika vizuri. Waislamu tubadilike, Waislamu tubadilike, tuache kufanya Ramadhani kama zoea. Faliyatubu ila Allah ta'ala taubatan nasuha, tubieni yenye Waislamu kwa Allah toba iliyokuwa ya kweli, tubieni toba iliyokuwa ya hakika. Ayuha saimun, enyi ndugu zangu wenye kusaumu. Wa minal mukhalafati ma yataallaqu bisuhuri, katika makosa yangine tunayafanya ni makosa yanayoambatana na daku. Tunakosea aje kwenye daku? Imma bitarkihi, kwa kuacha kuila ni kosa, kuacha kula daku ni kosa, kuacha kula daku ni kosa. Waislamu, hana usingizi, kunywa maji. Siwezi kuamka, kula basi tende, amka basi ule hata tende moja uile, wallahi utaandikiwa daku. Maji utaandikiwa daku.
kuacha kula daku ni kosa Waislamu. Au bitajilihi fi wasti al-layli, au kuiharakisha daku katikati ya usiku, saa 6, saa 5:30, saa 6, saa 6:30, mimi siwezaji kuamka. Hayo hayafai, ni kosa. Kuharakisha daku ni kosa, na kuacha kuila ni kosa. Ibadallah, وهذا يترتب عليه حرمان البركة والمخالفة الهدي النبوي وربما وفاه الفجر وهو نائم فتفوته صلاة الفجر. Nakula daku unanyimwa baraka, unanyimwa kheri. Kuacha kuamka usiku kula daku, ukiacha kuamka kula daku unanyimwa baraka, unanyimwa kheri, na unakuwa umekwenda kinyume na umekhalifu mwenendo wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Warubama, na inawezekana ukapitwa na sala ya alfajiri ukiwa umelala zako tu, lakini ukiamka kula daku alfajiri haitakupita. Haiwezi kukupita alfajiri, kwa sababu baada ya dakika ndogo tu adhana itatoka, au adhana inaweza ikatoka bado uko unamalizia, na ikitoka adhana simamisha. Firimbi ya kusimamisha kula adhana, na firimbi ya kuanza kula adhana ya magharibi. Allahu akbar, Allahu akbar, magharibi kula. Alfajiri adhana, stop, simamisha. Saumu inapatikana baina ya adhana mbili. Waislamu tunashindwaje baina ya adhana mbili? Adhana ya alfajiri na adhana ya magharibi ndio saumu inapatikana hapa katikati. Tunashindwaje Waislamu? Vipi tushindwe Waislamu? Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, kwa kumalizia hutuba yetu sawa na muda, wa minan nasi man ibtadaa bid'atan fi suhur. Kuna baadhi ya watu leo kwenye daku wanaleta bid'a. Sikiliza, falyulzimu an-nas al-imsak qabla adhani al-fajr bi sa'a au nahwiha. Baadhi ya watu leo wanawaambia watu wale daku waache saa nzima kabla ya adhana ya alfajiri. Hii ni bid'a. Hili jambo halina upokezi wowote. Eti adhana itoke ushamaliza kula daku saa nzima. Haya mambo hayana ushahidi. Ndio pale watu wanaamshwa saa 8 za usiku, unamsumbua mwanamke wa watu asongane na maugali, hauwezi kunywa maji na tende utosheke, unywe jina na andazi, akumiminie chai na mkate, daku mpaka umchokeshe, umtese, butoto buamshe kwenye usingizi, busumbuke, buangukiane. Haya yanatokea sana. Atakata ugali aende akatoweze kwenye maji ya kunawa akifikiria ni mchuzi. Yanatokea haya. Kwa nini mnawachokesha watu? Enyi Waislamu, eti daku yetu sisi mpaka kirinda cha ugali wasonge mlima wa ugali. Ibadallah, enyi Waislamu, badilikeni. Fahadhihi bid'atun wa dalal. Hilo jambo ni jambo la bid'a na ni jambo la upotevu. Eti daku tuile kisha papite saa nzima ndo adhana alfajiri itoke. Hapana, kula daku hata zikibaki dakika 15 mpaka 20, adhana ikitoka safi. Na kama umechelewa kula mpaka saa adhana itatoka. Umechelewa kula, umechelewa. Adhana ikitoka stop. Kama gisi adhana ikitoka magharibi kula. Na dalili, soma aya katika suratul Baqara, wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytil aswad min alfajr. Sio saa nzima unawaikaza watu eti msili saa 10 top amna kula daku. Nani kasema haya mambo Waislamu? Saa 10 top amna kula daku. Kula mpaka utakaposikia adhana ya alfajiri. Ibadallah, wa min afatiha dhahira tahrimu ta'ami ala an-nas. Na katika mambo ambayo ni majanga yenye kuonekana, kuwaharamishia watu kula chakula fi waqtin abahahu Allah fihi, katika wakati ambao Allah amewaachia ruhusa wali. Wewe unawakatalia kwa nini? Warubama addat ila tarki suhuri min aslihi idha taakhara an-nasu fi idadi. Na haya yanaweza yakapelekea watu wakaacha kula daku kwa sababu unaoonyesha kwamba wamechelewa. Ibadallah, katika makosa ya mwisho ambayo tutamaliza nayo, wa min al-akhta'i ma yamtani'u an akli wash-shurbi wal-muftirati al-hissiyya thumma huwa yatliqu li nafsihi al-'annanu fi al-muharramati fayanzuru al-haram. Katika mambo yangine sasa ambayo tunaacha kula, tunaacha kunywa, hatuwagusi wanawake,
wala wake zetu hawakutani na sisi, fananzuru alharam, tunatazama haram, wayasma'u alharam, tunasikiliza haram, wayakulu wayashrabu alharam, na unakula na unakunywa haram. Wallahi hakuna siku nimesikitika, niko Buterere barabara ya 8 ndo nyumbani naishi, adhana inatoka ya magharibi, kijana wa Kiislamu wallahi anatoa sigara mfuko, kijana wa Kiislamu sigara mfuko, anachukua na kibiriti, anafuturu adhana, anafuturu kwa adhana yake, anafuturu sigara mbele hivi. Tumekaa naye mpaka namtazama, namwambia vipi ndugu yangu, adhana inatoka unafuturu sigara, umeshinda bila kula. Waulizeni waganga, kwenye sigara, ndani ya sigara kuna virisi inaitwa gudron, kaburimbo. Kwenye sigara mna kaburimbo Waislamu. Kwenye sigara, katika matiere za sigara pamo kitu kinaitwa gudron, kaburimbo. Hii kaburimbo hapa tunapita hivi, eti wewe adhana inatoka unachukua kaburimbo ndio unafuturu Muislamu. Kaburimbo! Subhanallah, subhanallah. Au yaakulu wa yashrabu alharam, tasakkaun fi alaswaq wa nanzuru linnisa wa tanaqul bayna almawaqi' almuharramati ala albaramij altawasul alijtima'i wa itlaq allisan fi almuharramati, fa aina as-sawm 'inda haula'i? Wale watu ambao wanaenda masokoni, wanadhulumu, wanauza kwa riba, wanauza kwa vigavu, wananunua kwa uongo, kwa kusema escrow na utapeli. Yote haya yanafanyika Waislamu, na hali ya watu wamefunga. Tunatazama haramu, tunasikiliza haramu, miziki, eti ni makaswida, vitu ya maajabu ajabu tunaishi navyo. Mastudio leo kipita wanajipigia miziki, eti wako natia kaswida mwezi wa Ramadhani, kaswida. Bora wangeendelea wakapiga vile vile wanapiga. Vyote ni mamoja, vyote ni sawa sawa. Enyi Waislamu, tubadilike. Wa min al-akhta'i fi Ramadhan, katika mambo yangine ambayo ni makosa katika Ramadhani, na Mtume ametukataza michezo na maneno ya uongo, katika hadithi ambayo rawahu al-Bukhari wa Abu Daud. Ameileta al-Imamu al-Bukhari na Abu Daud wal lafdhu lahu, qala man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, ambaye hataacha maneno ya uongo na michezo na matendo ya uongo na ujinga, asitegemei kama Allah ana shida naye, ataache chakula, ataache kinywaji. Usitegemei kama Allah iko na shida na wewe. Katika makosa mengine ndani ya Ramadhani, al-iktharu min al-la'bi wal-lahwi, kuzidisha michezo na upuuzi. Al-la'ib wal-lahwi, michezo na upuuzi tunaifanya sana. Miongoni mwao hakuna watu wacheza maplay, wako na swaumu, eti nakaa kuplay, inapoteza muda, swaumu siniregezi, yuko mplay, eti sijui Messi anapiga mpira mplay, ki start kipupe. Haya hamuyafanyi Waislamu. Michezo watu wanaifanya. Wengine acha nipoteze muda kwenye Facebook, nitazame mavipindi, masinema, utaona watu wamevaa uchi, utaona mambo ya ajabu kwenye simu. Haya mnayafanya Waislamu. Yote haya yanafanyika. Kisha tunataka Allah tukubalie saumu zetu, tunazijaza majanga na matope. Saumu tunazipaka uchafu Waislamu. Saumu tunazipaka matope na uchafu. Kisha tunataka Allah azipokee. Vipi Allah atatupokelea saumu ambazo ziko na makasoro mengi sana, machafu mengi sana tunapaka kwenye saumu Waislamu? Ibadallah, wa min al-lahwi bil mubahat la siyama lishababi wal atfal. Watoto wadogo hawa sawa, hawana tatizo, wadogo hawajaelewa mambo ya saumu ni nini, utoto, lakini na wenyewe ni kuwakataza, kuwaonesha wakicheza michezo yao, bibariko, horo, kuruka kamba, michezo ya kawaida haina tatizo, lakini muelekeze mtoto kuna kheri Qur'ani. Walakin al-khata'a huna fi man yaj'alu shahra kullahu la'iba wa lahwa. Makosa yanakuja kwa watu ambao mwezi wa Ramadhani wote wanaofanya ni michezo, upuuzi, hakuna kingine. Ibadallah, fatajiduhum yanamuna fi nahar, au ni wale watu ambao utawaona mchana wanalala, mchana wamelala, wa fil laili ala al-la'ibi, na usiku wako michezo, usiku wako kwenye mambo ya kucheza. Bal rubama laibu al'aban muharrama, pengine watakuwa hata kwenye michezo ambayo ni haram, Uislamu umeikataza, bihujja
wakileta hoja kwamba tunapoteza muda kwa sababu tumefunga. Kwa nini usisomi Qur'an? Kwa nini Muislamu? Fa aina qira'atul Qur'an? Qur'ani iko wapi Muislamu katika huyo muda unaocheza? Kwa nini usisomi Qur'an? Wa aina salatu tarawih? Sala ya tarawih iko wapi Muislamu katika huyo muda ambao wewe unasema kwamba uko kwenye michezo? Huyo muda kwa nini usisali tarawih Muislamu? Au wa aina almusabaqatu lilkhairati? Huyo muda ambao wewe unasema uko kwenye michezo, kwa nini huyo muda Muislamu usiutumii katika kushindana kuna kheri, ukatafuta tafutari ya kuwasaidia wasiojiweza au ya kuwasaidia maskini, wajane na mayatima? Kwa nini Muislamu huyo muda ambao wewe unaupoteza kwenye michezo ndani ya Ramadhani, huyo muda Muislamu kwa nini usiutumii katika kusoma Qur'ani au ufanye kheri yoyote? أيها المسلمون، أي ndugu zangu Waislamu, wa min al-akhta'i allati taqaw fiha an-nisa, hususan katika makosa ambayo pia hata wakina mama wanayatenda ndani ya Ramadhani, al-ishghalu bi tabhi al-alwan at-ta'am. Wa mama wengi leo wanapoteza saumu zao kwa sababu ya kupoteza muda katika kupika vyakula mbalimbali, katika kuchopoa michuzi mbalimbali. Hawana muda wa kufanya ibada, na yote haya mnayasababisha nyinyi wanaume. Haja kupikia futari nzuri unaona haujatosheka, haujaridhika, haujakubali. Kwa nini usimrahisishie huyu mwanamke na yeye afanye ibada katika Ramadhani? Kwa nini usimrahisishie huyu mwanamke na yeye asome Qur'ani katika Ramadhani bila kumchokesha na mapishi, bila kumpa kazi ya kupika vyakula tofauti ambavyo hautabila vyote? Wallahi hautabila vyote. Tumbo hili weka maji tu, limejaa. Tumbo hili weka kipande cha chapati na maharagwe na chai, limejaa. Lakini tunawakosesha thawabu wanawake. Tunawakosesha thawabu wanawake. Kisa nini? Wakae kwenye mafiga, wapite mchana sokoni, jioni kupika. Mchana sokoni atafute viungo, sijui hivi na vile, aje akae kwenye mafiga. Hana muda wa kufanya ibada mpaka sala ya magharibi inapita. Nani miongoni mwenu nyinyi wanaume wa Kiislamu, nani miongoni mwenu nyinyi ambaye alishawahi kumwambia mke wake, mke wangu simamisha kwanza kupika futari, adhana magharibi inatoka, mke wangu futuru kwanza na usali, acha kwanza kupanga vikombe, achana nayo maji ya kunawa, achana kwanza na hivyo vyote, chukua kwanza muda mke wangu usali magharibi? Na mimi nani kati yenu? Sisi tunataka tu tutoke kusali magharibi, tukutane ushatuandalia, meza iko tayari, mrago uko tayari, mkeka uko tayari. Tubadilike Waislamu. aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirina wa ya najata taibina wad'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijabah. العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل على الهدي البشير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الأخطاء في رمضان ما يتعلق بالتراويح. نكوسا la mwisho Islam, kosa la mwisho katika Ramadhani ni kosa ambalo linaambatana na tarawih. Famina nnasi man la yusalli tarawih asla, kuna watu ambao asili yao hawaji wanasali tarawih. Usiwaambii mambo ya tarawih, hata ile mara moja leo, siku mbili, siku tatu. Pako watu ambao tarawih kwao usiwaletei, ni swaumu basi, sala za faradhi, hakuna kingine. Kuna watu ndo tabia zao, au yusalli ba'daha thumma yansarifu min ghairi da'in wala dharura, au anasali baadhi ya raka ine anajendea, hana dharura, hakuna mtu amemwita, hana probleme. Wa hadha qad harama nafsahu fadailatan huwa fi ashaddi alhajati ilaiha. Huyu mtu mwenye kusali raka ine za tarawih afu anaenda, anapoteza ujira mkubwa sana. Hadithi ya mwisho, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, anasema Mtume rehma na amani simwendee, muttafaqun alayhi, hadithi ambayo Bukhari na Muslim wamewafikiana. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, atakayesimama mwezi wa Ramadhani kwa imani
na kwa kutarajia malipo kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yote ambayo yaliyotangulia katika madhambi yake. Na yako mengine mengi ndugu zangu Waislamu, ambayo yambaghi alaina jamia, tunatakiwa sisi wote at-taawunu ala izalatiha min anfusina wa min ikhwanina, tujitahidi kuyaondoa kwa ndugu zetu. Tunasiane, tushauriane. Kwa nini unafuturu kwa sigara? Kwa nini unateta? Kwa nini unasema uongo? Kwa nini uko kwenye TV, magemu? Kwa nini uko kwenye michezo? Tunasihiane na tushauriane na tupeane nasaha bil hikma, kwa hekima, wal kalimati tayyiba, na kwa maneno mazuri. Wala naj'al hadhihi al-akhta wasilatan fi aibi ba'dina al-ba'd, wala haya mapungufu tusiyafanyi ni yenye kuaibishana sisi kwa sisi. Kila mtu ana mapungufu yake, tunasihiane na tukosoane na tuelekezane. Haya kama hatukuyabadilisha, Ramadhani zetu zitaendelea kuwa na kasoro, Ramadhani zetu zitaendelea kuwa na mapungufu, na tutajikuta mbele ya Allah hatuna thawabu, tumeambukia njaa na kiu na mchoko wa bure. Na Allah tuepushe na tulinde na hayo. Thumma alamu ibadallah annakum fi yawmil jum'ati yawmun 'azim, وقد أمركم الله بالصلاة والسلام على نبي الكريم، حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. امتثالا بأمر الله وحبا برسوله نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وعن 6 المبشرين بالجنة، وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا معهم بكرمك وحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا ممن قالوا سمعنا وأطعنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا، اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد للإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، ورد كيده إلى نحره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك وجندك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوباء والغلاء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.